السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu wa yadhaula taala bin Aziz anasema kwamba Sayyidina Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu wakati anapoeleza matukio ya sera za Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa makini sana anatoa matukio yake na maelezo yake. Maelezo haya na matukio haya yanamwelekeza mwaminio katika njia za imani. Kwa kufanya hivi inamfanya mwaminio mtu wa kumtambua Mwenyezi Mungu na kujua zaidi kuhusu dini tukufu ya Mwenyezi Mungu. Wakati fulani Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu alikuwa anaeleza tafsiri ya Ayatul Kursi. Alipokuwa anaeleza maana ya lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi man zal ladhi yashfa'u indahu illa biiznihi, katika maelezo ya sehemu hii ya aya anasema Hazrat Muslim Maud kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwamba niambieni kwamba ikiwa Mungu wenu ni yule ambaye anamiliki iliyomo mbinguni na ardhini, dhidi yake namna gani mnaweza kumchagua mtu mwingine kuwa Mungu? Watu wanasema kwamba sisi isipokuwa Mwenyezi Mungu hatumwabudu mtu mwingine yoyote wala miungu mingine, lakini wao wanatoa sadaka kwa jina lao na wanaomba maombi kutoka kwao kwa nia hii kwamba wao ni karibu na Mwenyezi Mungu na wao wataombea mbele ya Mwenyezi Mungu kwa ajili yetu. Rifa wa pili anasema kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwamba bila idhini yetu hakuna anayeweza kuombea mbele yake. Katika zama hii nani anaweza mkubwa zaidi kuliko Sayyidina alayhi salatu wassalam? Lakini Sayyidina alayhi salatu wassalam wakati fulani mtoto wa Muhammad Ali Khan saheb aitwaye Abdurrahim Khan saheb, wakati alipokuwa anaumwa, alipofanya maombi, alipata ufunuo Sayyidina alayhi salam kwamba hatasalimika, yani atafariki. Sayyidina alayhi salam akapata wazo kwamba Nawab saheb ameacha kila kitu uko nyuma na amehamia Qadian. Ikiwa mtoto wake akifariki labda atapata majaribio na mtihani. Kwa hiyo Sayyidina alayhi salam akamuomba Mwenyezi Mungu kwamba Mola wangu, nafanya maombi maalum kwa ajili ya mtoto huyu, yani ombezi kwa ajili ya mtoto huyu. wakati ule Sayyidina alayhi salatu wasallam akapata ufunuo, man zal ladhi yashfa'u indahu illa biiznihi, yani wewe ni nani ambaye
anafanya uombezi bila ruhusa yangu, bila idhini yangu. Angalieni sayyidina alayhi salam alikuwa mkubwa kiasi gani. Tangu karne 13 dunia ilikuwa inamsubiri, lakini yeye pia anapofanya uombezi au anapofanya maombi kwa ajili yule mtu, Mwenyezi Mungu anasema kwamba wewe ni nani ambaye anayeweza kuleta uombezi mbele yangu? Halifa wa pili anasema kwamba sayyidina alayhi salam alisema, nilipopata ufunuo huu nikaanguka ardhini na mwili wangu kaanza kutetemeka, ilikuwa karibu nife kwa sababu ya hii hali yangu. Ilipokuwa ya aina hii, Mwenyezi Mungu akasema kwamba sawa, wewe unaruhusiwa, unaweza kuniomba na kufanya maombi maalum kwa ajili ya mtoto. Na kwa sababu ya hii bwana Abdurrahim alipona. Hazur anasema kwamba hii ilikuwa fadhila za Mwenyezi Mungu, lakini maombi ya sayyidina alayhi salam yalipokelewa. Lakini wakati Mwenyezi Mungu anamwambia sayyidina alayhi salam kwamba wewe ni nani ambaye anaweza kuniletea uombezi, kwa hiyo watu ambao ni watu wa kawaida, wao wana ujasiri gani kwamba waweze kufanya shafaa mbele ya Mwenyezi Mungu? Katika hadithi inapatikana kwamba Mtume sallallahu alaihi wa sallam atakapopewa uidhini kutoka kwa Mwenyezi Mungu ndipo atafanya shafaa. Huyu mtu ni mwenye akili ndogo kiasi gani kwamba anaiona kwamba mtu mwingine anaweza kufanya shafaa kwa ajili yake. Kwa sababu ya wazo hili, katika nchi zetu, katika jamii yetu, watu wameanza kuabudu makaburi na wanafanya ushirikina, wanaabudu viongozi wao. Basi kila mwanajumuiya anatakiwa akumbuke kitu hiki kwamba Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kwamba yeye atakapopewa idhini ndipo atafanya shafaa. Kisha namna gani Mwenyezi Mungu alikuwa akionyesha kudra yake wakati wa sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kutoa mfano wake. Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba siku moja sayyidina alayhi salam alikuwa na maradhi ya kuhoa. Kwa ajili ya kumwangalia mtoto wake mbaraka, ama sayyidina alayhi salam alikuwa akikesha usiku. Muslim anasema katika siku zile saa 6 nilikuwa nikilala, lakini nilipokuwa nikilala wakati ule nilimkuta kwamba sayyidina alayhi salam bado hajalala, na nilipokuwa nikiamka nilikuwa nikimkuta sayyidina alayhi salam bado hajalala. Kwa sababu ya juhudi hii aliyofanya sayyidina alayhi salam akapata maradhi ya kuhoa na afya yake iliharibika. Hadhrat Muslim anasema kwamba nilipewa jukumu la kumpatia madawa sayyidina alayhi salatu wasalam, na kwa bahati yule anayepewa jukumu anaona kwamba yeye anapata nafasi ya kutoa ushauri wake pia. Kwa hiyo nilikuwa naona kwamba kutoa ushauri wangu katika matibabu yake ni haki yangu. Kwa hiyo kwa kumshauri sayyidina alayhi salam nilikuwa nikimwambia kwamba usile kitu hiki au usile chakula hiki. Halifa wa kwanza pia alikuwa akitayarisha matibabu kwa ajili ya sayyidina alayhi salatu wasalam na vile vile madawa ingine pia, lakini maradhi ya kuhoa iliendelea kuongezeka. Hii ni tukio la 1907. Abdul Hakim aliretadi kwa kuona na kwa kusoma kuhusu maradhi ya sayyidina alayhi salam. Alisema kwamba Mirza Sahib atafariki kwa sababu ya maradhi ya sil. Nilikuwa na wazo hili pia kwamba huenda kwa sababu ya maradhi haya sayyidina alayhi salam huyu Abdul Hakim atapata udhuru ya kusema kwamba yeye alisema kweli. Na sayyidina alayhi salam alipata maradhi ya kuhoa sana, na baadhi wakati alikuwa akikohoa kwa muda mrefu sana. Katika hali hii, yani wakati sayyidina alayhi salam alipokuwa anaumwa, watu kadhaa wakaja Kadiana wakaleta matunda zawadi kwa ajili ya sayyidina alayhi salatu wasalam.
hadha muslimud anasema kwamba yale matunda nilipatia sayyidina alayhi salatu wasalam. sayyidina alayhi salatu wasalam akaona matunda na akasema washukuru hawa wageni ambao walileta matunda. kwa hiyo sayyidina alayhi salam akachukua ndizi katika matunda yale. hadha muslimud anasema kwamba mimi nilikuwa nikitayarisha matibabu na nilikuwa nikimpatia matibabu sayyidina alayhi salatu wasalam. kwa hiyo sayyidina alayhi salam akaniuliza kwamba ndizi ikoje katika maradhi ya kuhoa. nikasema kwamba kula ndizi si nzuri. sayyidina alayhi salam akafanya tabasamu na akaanza kula ndizi. nikasema tena kwamba unakoa sana na ndizi si nzuri katika maradhi ya kuhoa. sayyidina alayhi salam akafanya tabasamu tena na akaendelea kula. nikasisitiza tena kwamba hutakiwi ule ndizi katika maradhi haya. sayyidina alayhi salam akafanya tabasamu tena na akasema kwamba sasa hivi nimepata ilham kwamba maradhi ya kuhoa imeondoka. kwa hiyo wakati ule ule maradhi ya kuhoa iliondoka. wakati ule hakutumia sayyidina alayhi salam matibabu, bali alikula ndizi. hata katika hali hii pia maradhi ya kuoa iliondoka, na kabla ya siku ile mwezi moja matibabu yalitimiwa. hadhrat muslimaud anasema kwamba kwa sababu ya kutokujali kusoma vyakula watu wanapata maradhi, na kwa sababu matibabu mtu anapona. lakini wakati Mwenyezi Mungu anapotaka mtu anapona. ndiyo maana Mwenyezi Mungu ametufundisha kuhusu silaha ya maombi, kwamba yeye yani mtu aseme mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba mimi sitaki huru, lakini kwa sababu ya hali yangu nimechoka, tafadhali wewe uingilie katika mambo yangu, katika afya yangu. katika hali Mwenyezi Mungu anaona kwamba huyu mtu ameanza kumtegemea Mwenyezi Mungu. katika hali hii Mungu anaona kwamba yeye analazimika kuingilia katika afya yake, ndiyo anaingilia. hadha muslimaud baada ya kutoa mfano huu ametoa mfano mwingine ambayo inaimarisha imani yetu, na mfano huu ni kuhusu lekram. amesema kwamba tukio la lekram pia linaweza kuelezwa kuhusu mada hii, kwamba wakati Mwenyezi Mungu anapotaka maradhi inaondoka. kuhusu lekram Mwenyezi Mungu alimwambia sayyidina alayhi salatu wasalam kwa njia ya ilham kwamba kesho yake ya idi lekram atafariki, na atafariki katika miaka 6. sasa katika miaka 6 mtu anaweza kufanya ulinzi wake kwa siku 2-3, na hii si kazi ngumu, na aliweza kufanya hivi lekram kwamba angefanya ulinzi wake maalum karibu na siku zaidi. lakini licha ya kuwa na hayo yote Mwenyezi Mungu alitimiza bishara ya sayyidina alayhi salatu wasalam, ila hali mambo ya kidhahiri yalikuwa kinyume na hali ile. tarehe 6 ya Machi kifo chake kilipangwa. tarehe 1 ya Machi lekram alipewa hukumu kutoka kwa kamati kwamba afike Multan. alitoa hutuba 4 kule, na tarehe 4 aliambiwa aende Sakkar, lakini kule kwa sababu ya tauni baniani wa Multan walimzuia asiende kule. kisha lekram akawa tayari kwenda Muzaffargarh, lakini haijulikani kwa nini alirudi Lahore, na tarehe 6 ya March alifika Lahore. ikiwa asingerudi siku ile Lahore bishara hii isingetimia. lakini licha ya kuwa na hali kwamba alikuwa na nafasi ya kuishi nje ya Lahore, lakini alifika Lahore tarehe ile, na muda uliopangwa aliuawa. mfano huu ni kuhusu hii kwamba hata kama mtu anakuwa na afya na masilahi mengine anaweza kufa, basi Mwenyezi Mungu anaingilia katika mambo ya binadamu, na yeye anaonyesha kudra yake jinsi anavyotaka.
ilikuja zikri ya bana mirza mubarak ahmad saheb na kwa sababu ya maradhi ya bana mirza mubarak ahmad saheb sayyidina alayhi salatu wasalam afya yake pia iliharibika na sayyidina alayhi salam alikuwa akimpenda sana mirza mubarak ahmad saheb. Hadhrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu anaeleza hali yake katika tukio moja kwamba tulikuwa na mdogo wetu aitwaye Mubarak Ahmad. Kaburi lake lipo katika upande wa mashariki karibu na kaburi la Sayyidina al-Islam. Sayyidina al-Islam alikuwa akimpenda sana. Mimi nakumbuka vizuri tulipokuwa watoto tulikuwa na shauku ya kufuga kuku. Yani Sayyidina al-Islam, tukio hili linaonyesha kwamba namna gani Sayyidina al-Islam alikuwa akimpenda na alikuwa akimwangalia Mirza Mubarak Ahmad. Kwa hiyo Muslim anasema kwamba tulikuwa na shauku ya kufuga kuku na Mira Saak Saheb na Mirza Bashir Saheb pia walifuga kuku, na sawa na shauku ya utoto wetu asubuhi tulikuwa tukienda na tulikuwa tukifungua madebe ya kuku na tulikuwa tukihesabu mayai na tulikuwa tukisema kwamba kuku yangu ametaga mayai kiasi hiki. Katika shauku yetu hii bana Mubarak pia alikuwa akishiriki. Kwa siku moja, kwa bahati siku moja alipata ugonjwa na mwanamke mmoja wa Sialkot alikuwa akimwangalia Mirza Mubarak Ahmad. Tulikuwa tukimuita bibi. Halifa wa kwanza alikuwa hapendi kwamba tumuite bibi, lakini tulikuwa hatuna neno lingine zaidi ya hii ya kumuita huyu mwanamke aliyekuwa akimwangalia Mirza Mubarak Ahmad saheb. Wakati Mirza Mubarak Ahmad alipopata ugonjwa, huyu bibi akasema kwamba huyu amepata ugonjwa kwa sababu anaenda karibu na kuku na kule ni uchafu, kwa sababu hii amepata maradhi. Sayyidina al-Islam aliposikia maneno haya, Sayyidina al-Islam alimwambia hata Majan yani mke wake kwamba uhisabu kuku na upige bei yake na watoto wapewe thamani yake na kuku wachinywe. Sayyidina al-Islam alikuwa akimpenda sana Hazrat Mirza Mubarak Ahmad saheb, lakini huyu mtoto alipofariki ambaye Sayyidina al-Islam alimwangalia sana na alimpatia matibabu, hali iliyokuwa wakati ule wakati Mirza Mubarak Ahmad alipofariki, picha yake ameeleza Hazrat Muslim Maud katika maeneo mbalimbali, yani hali ya Sayyidina al-Islam ilikuwaje wakati ule. Anasema Sayyidina al-Islam alikuwa akimpenda sana mdogo wetu. Alipokuwa mgonjwa, Sayyidina al-Islam alimtibu kwa uangalifu sana. Watu wengine waliona kwamba Mirza Mubarak akifariki hivi Sayyidina al-Islam atahuzunika sana. Halifa wa kwanza alikuwa shujaa sana. Siku ambayo ndani yake Mubarak alifariki, baada ya swala ya alfajiri alikuja kumuona Mirza Mubarak Ahmad. Wakati ule nilikuwa jukumu la kumpatia Mubarak Ahmad matibabu na kumwangalia kwa jumla. Baada ya swala ya alfajiri nilimleta halifa wa kwanza, nilikuwa mimi na halifa wa kwanza na Dr. Mirza Yaqub saheb na labda Dr. Khalifa Rashiduddin saheb pia alikuwepo wakati ule. Wakati halifa wa kwanza alipofika kwa ajili ya kumwangalia Mubarak Ahmad saheb, Sayyidina al-Islam akasema hali yake inaonekana ni nzuri kwa sababu amelala, lakini kwa hakika ilikuwa wakati wake wa mwisho. Muslimu anasema nilipomleta halifa wa kwanza, wakati ule Mubarak Ahmad kichwa chake kilikuwa upande wa kaskazini na miguu ilikuwa upande wa kusini. Halifa wa kwanza akasimama upande wa kushoto na akaangalia mshipa wake, lakini hakuhisi mshipa wake kwamba kuna uhai. Kwa hiyo akamwambia Sayyidina al-Islam kwamba huzur lete miski, na akajaribu kutafuta mshipa labda uhai utapatikana, lakini yeye hakuhisi mshipa. Kwa hiyo halifa wa kwanza akamwambia tena Sayyidina al-Islam kwamba huzur lete miski haraka iwezekanavyo, na akaanza kuhisi tena mshipa, lakini yeye alipokosa mshipa
akasema huzur lete miski haraka iwezekanavyo. Katika hali hii sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kutafuta ufunuo alikuwa anafungua kufuli ya sunduku. Wakati mara ya mwisho halifa wa kwanza alipomwambia sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba huzur lete miski haraka kwa wazo hili kwamba kwa sababu ya kifo cha Mubarak Ahmad sayyidina alayhi salam atahuzunika, halifa wa kwanza alikuwa mwenyewe shujaa sana, lakini miguu yake ilitetemeka halifa wa kwanza na hakuweza kusimama, bali alikaa chini. Alikuwa anafikiria labda mshipa wa moyo bado una uhai, lakini ilikuwa si hivyo, na sawa na sauti yake ilionekana kwamba uhai haupo. Sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kusikia sauti ya halifa wa kwanza na akahisi kwamba mtoto ana wakati wake wa mwisho, sayyidina alayhi salam akaacha kufungua suduku na akasema kwamba walisema inaonekana mtoto amefariki, na kwa nini umehuzunika sana? Huyu alikuwa amana wa Mungu alitupatia amana hii, amechukua amana yake, sasa kwa nini tuwe na malalamiko? Kisha akasema kwamba labda wewe una wazo hili kwamba mimi nimemhudumia sana, kwa hiyo nitahuzunika sana. Hii ilikuwa jukumu langu ya kumhudumia, kwa hiyo nimetimiza jukumu langu, na sasa kama amefariki sisi tupo radhi pamoja na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Kwa wakati huo sayyidina alayhi salatu wasallam akaanza kuandikia barua wanajumuiya. Al-Muslimun anasema kwamba mahali ambapo madawa yaliyowekwa, kadi pia iliwekwa pale. Sayyidina alayhi salatu wasallam badala ya kutoa matibabu dawa alitoa kalamu na kadi na kaanza kuandika barua kwamba Mubarak Ahmad amefariki, alikuwa amana wa Mwenyezi Mungu ambaye amechukua amana yake. Mwaminio jukumu lake ni hili kwamba anatoa huduma na anaona kwamba kutoa huduma ni sababu kwa ajili yake, lakini upande mwingine wakati amri ya Mwenyezi Mungu inapokuja yeye haonyeshi huzuni, bali yeye anaona kwamba amepata thawabu ya huduma aliyotoa. Lakini wale wanapiga kelele, wao wanapata shida duniani na wanapata shida ya akhira pia, na nani anaweza kuwa mwenye bahati mbaya zaidi kuliko yule anayepata shida za aina mbili, yani shida katika dunia hii na shida katika akhira pia. Kisha Hazrat Muslim Maud kuhusu hii anasema kwa kuwahutubia wenyeji wa Qadian, anasema watu wenyeji wa hapa waliona kwamba Maulvi Abdul Karim Saheb na katika marazi ya Mubarak Ahmad Saheb sayyidina alayhi salatu wassalam alikuwa akiwatibu kwa makini sana. Waliona hali ile walikuwa kidhani kwamba maendeleo ya jumuiya yanategemea juu ya hawa watu wawili. Katika siku zile kulikuwa hakuna mazungumzo mengine zaidi hii kwamba namna gani wanaweza kutibiwa, lakini walipofariki ilitokea vipi kwamba hali ya sayyidina alayhi salatu wasallam ilibadilika kiasi kwamba kila mmoja alishangaa. Wakati walipokuwa wagonjwa kutoka asubuhi mpaka jioni sayyidina alayhi sallam alikuwa akiwapatia matibabu, wakati wa Maulvi Abdul Karim Saheb na wakati wa Mirza Mubarak Ahmad Saheb pia. Na wao walipofariki baadaye sayyidina alayhi salatu wasallam kwa bashasha sana anatoa hutuba na anasema kwamba kuhusu kifo cha hao wote wawili Mwenyezi Mungu alinimwambia mapema. Kisha Muslimud ameeleza tukio hili hivi pia sehemu nyingine kwamba baada ya kifo cha Mubarak Ahmad sayyidina alayhi salam akatoka nje, watu walikuwa wamejumuika pale. Sayyidina alayhi salam akaenda pale na akakaa na akatoa hutuba, akasema kwamba haya ni majaribio kutoka kwa Mwenyezi Mungu na jumuiya yetu inatakiwa isiwe na huzuni kwa sababu majaribio ya aina hii. Kisha akasema kwamba kuhusu Mubarak Ahmad wakati fulani lilipata ufunuo kwamba huyu katika watoto wake atafariki. Kwa hiyo hii ni bishara na hii ni furaha kwamba nishani Mwenyezi Mungu imetimia. Hadha Muslimaud anasema kwamba basi ndugu yetu, mtoto wetu au jamaa mwingine anapofariki, ikiwa kuhusu kifo chake Mwenyezi Mungu ametoa bishara,
ikiwa tunahuzunika tunafurahi pia, na furaha si maana yake hii kwamba sisi hatuoni kwamba wao walikuwa si jamaa yetu wala si wapendwa wetu, lakini tunaona Mwenyezi Mungu ni mpendwa zaidi kuliko hawa. Kwa hii haiwezekani kwamba tufiche nishani ya Mwenyezi Mungu. Basi ni jukumu letu kwamba tueleze sifa zetu zote mbili za dunia, yani tueneze nishani ya Mwenyezi Mungu na tuambie watu kwamba nishani hii ilitokea kwa ajili ya kuthibitisha ukweli wa Sayyidina Alayhi salatu wasalam. Na upande mwingine wale waliopata msiba tuwasaidie, wasiokuwa wanajumuia wao wanapokufa kwa sababu ya nishani ya Mwenyezi Mungu, wao pia ni ndugu zetu. Wao wanakufa kwa sababu ya adhabu ya Mwenyezi Mungu ambayo bishara yake ilitolewa na Sayyidina Alayhi salatu wasalam. Tunatakiwa tuitangazie dunia kwamba nishani hii ilitimia kwa sababu ya kuthibitisha ukweli wa Sayyidina Alayhi salatu wasalam. Na vile vile tunatakiwa tuwasaidie wale waliopata msiba. Tusifurahi kwa sababu ya hii tu kwamba hao watu wamekufa kwa sababu ya kuthibitisha ukweli wa Sayyidina Alayhi salatu wasalam, lakini wale ambao walijeruhiwa, waliopata msiba na walipata shida kwa sababu ya tukio hili, tunatakiwa tuwasaidie pia, ili dunia ijue kwamba ikiwa sisi baada ya kutimia kwa nishani ya Mwenyezi Mungu hatujali lawama za watu, vile vile sisi tunawasaidia hawa watu pia. Kwa sababu ya hii, kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, Jumuiya ya Ahmadiyya inawasaidia watu wanyonge walioshikwa na msiba. Sisi tutakapotimiza kudra mbili za Mwenyezi Mungu pia zitatimia, yani kudra ile ambayo inashuka huko mbinguni na ile kudra inayotoka ardhini. Basi matukio haya yanathibitisha sera za Sayyidina Alayhi salatu wasalam. Yani Sayyidina Alayhi salam alimwangalia mtoto wake na alimpatia matibabu, na alimwangalia mwanajumuiya ambaye alikuwa rafiki yake. Kisha nishani ilipotimia, Sayyidina Alayhi salam alifurahi namna gani. Na wakati kudra ya Mwenyezi Mungu iliposhinda, yeye alifanya Sayyidina Alayhi salam kama haikutokea kitu chochote. Alikumbusha wanajumuiya wao wamwelekee Mwenyezi Mungu na wafanye juhudi kwa ajili ya kupata malengo yao, kwamba lengo letu hasa ni ridhaa ya Mwenyezi Mungu na kupata ridhaa yake. Ikiwa kwa sababu ya kitimia kwa bishara tuna utulivu na tuna furaha, vile vile upande mwingine ikiwa ubinadamu unahitaji huduma zetu, kule tunawahudumia kwa makini sana. Kuhusu akili ya Mirza Mubarak Ahmad Sahib, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba wale ambao walimuona Sayyidina Alayhi salatu wasalam wanajua kwamba namna gani Sayyidina Alayhi salatu wasalam alikuwa akimpenda Mirza Mubarak Ahmad. Sababu yake ilikuwa chungu mzima. Ya kwanza, alikuwa mgonjwa na kwa sababu hii alidhoofika. Kwa hiyo Sayyidina Alayhi salam alikuwa akimwangalia sana, na hii ni lazima kwamba yule ambaye anaangaliwa zaidi yeye anapendwa pia. Na ya pili, alikuwa mdogo wetu na umri wake ulikuwa mdogo, na alikuwa mwenye akili sana, na Sayyidina Alayhi salam alikuwa akimpenda kwa sababu ya hii pia, kwamba alikuwa mwenye akili na ufahamu sana. Umri wake ulikuwa miaka 7, lakini katika umri wake huu alikuwa akiandika shairi, na shairi yake ilikuwa nzuri sana. Katika umri huu alikuwa andika shairi nzuri, na mfano wake ni hivi kwamba wakati Sayyidina Alayhi salatu wasalam alipoandika shairi yake kubwa ndefu, wakati ule Sayyidina Alayhi salam alituambia kwamba tutafute kafia ya shairi ile. Katika shairi lile Sahibzada Mirza Mubarak Ahmad alitafuta kafia zaidi kuliko sisi sote. Kisha Hazrat Muslih Maud anaeleza tukio moja.
kuhusu hii kwamba tunatakiwa tutoe huduma za binadamu ili tuweze kupata sifa ya kuangalia watu. Anasema mimi nilikuwa mdogo wakati ule kama miaka 16 au 17. Dada yetu alikuwa mdogo, alifariki. Kwa ajili ya kumzika alipelekwa katika kaburi ambapo wasiokuwa na jumuiya wanasema kwamba wanajumuiya hawaruhusiwi kuzikwa hapa. Baada ya jeneza, Sayyidina Alayhi Salam alichukua maiti yake mikononi mwake. Wakati ule Ismail Beksa marehemu aliyekuwa na duka la maziwa akasema, huzur, unipatie maiti, mimi nibebe maiti. Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam akamuona na akasema, huyu ni binti yangu, na yeye kwa sababu ni binti yangu huduma yake ya mwisho inaweza kuwa hii kwamba mimi ni mbebe mwenyewe. Hadha Muslimud anasema kwamba matokeo yake ni haya kwamba ikiwa mnataka kuwa na sifa ya Rabbul Alamin, nyinyi pia mutoe huduma za binadamu. Ikiwa mnatoa mali yenu yote kwa ajili ya dini, kwa ajili ya kusambaza dini tukufu ya Islam, nyinyi mnaweza kuwa na sifa ya malikia, lakini hamwezi kuwa na sifa ya Rabbul Alamin. Kwa sababu ya kupata sifa hii mnalazimika kwamba mfanye kazi kwa mikono yenu na muendelee kutoa huduma kwa ajili ya wanyonge. Haya ni maelezo ya nzuri ya kuwa na kivuli cha Rabbul Alamin. Hazur anasema tukifikiria kwa makini matokeo yake ni mengi sana, na kwa sababu ya sifa hii umoja unaweza kupatikana ndani ya mataifa. Watu katika jamii wakianza kufuata sifa hii, jamii inaweza kuwa nzuri sana. Kisha tegemeo la Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam juu ya Mwenyezi Mungu na kupokelewa kwa maombi yake na kuwa na yakini juu ya ukweli wake. Kuhusu hii Hazrat Muslim Maud anaeleza tukio moja kwamba wakati wa Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam safari fulani, wakati fulani ilikuwa kesi baina ya wanajumuiya na wasiokuwa na jumuiya wa Kapurthala kuhusu msikiti. Hakimu aliyepewa kesi hii yeye alikuwa mpinzani. Kwa sababu ya hii wanajumuiya wa Kapurthala walimwandikia barua Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam kwa ajili ya maombi. Sayyidina Alayhi Salatu Wasalam aliwajibu na aliandika kwamba ikiwa mimi ni mkweli lazima mtapata msikiti huu. Lakini upande mwingine hakimu alikuwa mpinzani sana na aliendelea na upinzani. Hatimaye aliandika hukumu dhidi ya wanajumuiya. Lakini kesho yake alipokuwa anajiandaa kwa ajili ya kusoma hukumu aliyoandika, alimwambia mtumishi wake kwamba amwishe viatu. Mtumishi wake alimwisha kiatu kimoja na alikuwa anamwisha kiatu kingine. Akasikia sauti, akaangalia juu. Yule mtumishi hakimu alikuwa ameshafariki kwa sababu ya mshtuko wa moyo. Baadaye hakimu mwingine aliteuliwa, yeye alibadilisha hukumu ya zamani na akatoa hutuma katika haki ya wanajumuiya, na ikawa nishani kubwa sana kwa ajili ya wanajumuiya na imani yao ilimarika sana kwa sababu ya hii. Ili mradi hii ni sunna ya Mwenyezi Mungu kwamba kwa kuwapitia manabii wake anaonyesha habari za ghaibu, na habari hizi zinapotimia imani ya waaminio inaimarika sana. Hii ilikuwa matokeo ya habari za ghaibu kwamba wale watu waliomwamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mioyo yao iliimarika kiasi hiki kwamba watu wengine wanalia kwa kuona maiti, lakini maswahaba walipokuwa wakipata nafasi ya kuuawa katika njia ya Mwenyezi Mungu, yeye alikuwa akifurahi sana na alikuwa akisema fustu birabil kaaba, yani wallahi Mungu kwa kiapo cha Mungu wa Kaaba nimefaulu. Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu kuhusu ru'ya ya Sayyidina Alayhi Salam iliyotimia katika dakika kadhaa anasema kwamba Hazrat
muslimod anasema kwamba baadhi wakati mtu anaona nadhara katika hali ya kuamka, lakini inatimia ilivyoonyeshwa, jinsi alivyoonyeshwa katika ruya ya sayyidina alayhi salatu wasalam. tunaona mifano yake. wakati fulani sayyidina alayhi salatu wasalam aliona katika ruya kwamba Mubarak Ahmad ameanguka karibu na mkeka na amejeruhiwa sana. ilikuwa dakika 3 tu juu ya ruya hii au kashfu hii. Mubarak Ahmad ambaye alikuwa amesimama karibu na mkeka akatelezeka na akaanguka na akajeruhiwa sana, na mawazi yake yalikuwa na damu sana. kisha kueleza hali ya mwanzo wa Qadian na kuhusu maendeleo ya jumuiya, anasema Muslim Maud kwamba kulikuwa wakati pamoja na Sayyidina alayhi salatu wasallam alikuwa hakuna mtu yeyote. kisha baadaye ilikuja wakati kwamba pamoja naye walikuwa watu maelfu na maelfu, na sasa wamefika malaki. kisha katika wakati fulani katika Punjab kulikuwa hakuna hata mmoja mfuasi wake katika bara la Hindi, lakini sasa wanajumuiya wameenea duniani kote. ikiwa watu hawampokei, hao watu walipatikanaje ambao wanapatikana duniani? Huzur anasema kwamba sasa kwa fadhila za Mwenyezi Mungu katika nchi mbalimbali jumuiya inaendelea kupata maendeleo na kupanuka. Halifa wa pili anasema kwamba angalini hawa watu waliokuwa mbele yangu, miongoni mwa hawa ni wangapi waliompokea Sayyidina alayhi salatu wasallam mwanzoni? Mimi naona ni wachache sana tu ambao waliomuona Sayyidina alayhi salatu wasallam. zaidi ni wale watu ambao waliona picha yake tu. kisha wapo wengine ambao walimuona Sayyidina alayhi salatu wasallam lakini hawakuweza kukaa pamoja na Sayyidina alayhi salatu wasallam. wapo wachache tu ambao walimsikia Sayyidina alayhi salatu wasallam, walisikia nasaha zake na walikaa pamoja na Sayyidina alayhi salatu wasallam. lakini hawa watu walikuja kutoka wapi? Muslim Maud anasema kwamba kuzaliwa kwangu na bayati yangu ilikuwa katika wakati moja. kabla ya kupata ufahamu, Sayyidina alayhi salatu wasallam aliwahi kufanya mahubiri sana, lakini nakumbuka wakati nilipokuwa nafahamu kwamba Sayyidina alayhi salatu wasallam alipokuwa akienda kwa ajili ya kutembelea, pamoja naye alikuwa Hafidh Ahmad Ali Sahib peke yake. siku moja Sayyidina alayhi salatu wasallam alitoka nje kwa ajili ya kutembea upande fulani wa Qadian. nilikuwa mtoto wakati ule, kwa mimi nikasisitiza kwamba mimi pia nataka pamoja naye kwa ajili ya kutembelea nje. katika siku zile kulikuwa miti ya pori tu katika eneo lile la Qadian, na eneo hili ambapo kuna Talimul Islam High School na msikiti ilikuwa pori tu, na kulikuwa miti ya pori. Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam alikuja upande ule kwa ajili ya kutembelea, na mimi pia nilikuwa pamoja naye. lakini baada ya kutembea kidogo nikaanza kupiga kelele kwamba mimi nimechoka. kwa hiyo Sayyidina alayhi salam alikuwa akinibeba baadhi wakati yeye, na baadhi wakati Hamad Ali Sahib alikuwa akinibeba, na mimi bado nakumbuka nadhara ile. kwa hiyo ilikuwa wakati kwamba ingawa Sayyidina alayhi salatu wasalam aliwahi kudai, lakini wafuasi wake walikuwa wachache sana, na walikuwa wakija Qadian walikuwa wachache sana. lakini sasa ni wakati ambamo tunatangaza mara kwa mara katika Muslimu alisema hayo 1937 kwamba tunasema kwamba wale wanaohamia hapa Qadian wachukue ruhusa, wasije hapa bila ruhusa. yeyote akija hapa bila ruhusa atalazimishwa kwamba arudi. basi Zura anasema kwamba matukio haya bila shaka yanaongeza imani na yakini. Mwenyezi Mungu atuwezeshe sisi sote kwamba tuendelee kuzidi katika imani na yakini.
na sisi tuwe watumishi wazuri wa jumuiya. Hazur anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza ghaibu ya bi Nasim Mahmud sahiba, mke wa Sayyid Mahmud Ahmad Shah sahiba Karachi, tarehe 27 wa April 2015 katika umri wa miaka 58 katika mji wa Karachi kwa sababu ya maradhi ya kansa amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Baba yake marehemu 1953 alijiunga na jumuiya baada ya tukio fulani na baada ya kusoma vitabu. Huzur anasema upinzani pia unafungua njia mbalimbali. Tukio ilikuwa hivi kwamba Malik Rafiq Sahab alikuwa akifanya kazi katika Air Force. Alienda Karachi kutoka Lahore. Kutoka Raiwind masheikh kadhaa walipanda garini, yani 1953 wakati upinzani ulizidi sana dhidi ya jumuiya. Kutoka Raiwind masheikh wengi walipanda garini wakasema tunaenda kufanya jihadi. Na jihadi yao ilikuwa nini? Kwa hii kwamba sisi tunataka kumaliza Qadianiyat katika nchi hii. Anasema alikuja mkurugenzi wa kuangalia tikiti, watu wawili wana jumuiya tu walikuwa na tikiti, lakini masheikh wote walikuwa hawana tikiti. Rafiq Sahib akafikiria kwamba hawa masheikh wangekuwa wa kweli, na ikiwa jihadi yao ingekuwa jihadi kweli kweli, wasinge panda garini bila tikiti, bila kununua nauli, na wasingepatia hasara nchi. Baada ya tukio hili alipofika Karachi akamuuliza ofisa wake kwamba je, katika idara yetu kuna mwanajumuiya yoyote? Aliambiwa kuhusu mwanajumuiya fulani. Kwa hiyo akakaa na mwanajumuiya na baadaye akafanya bayet. Baba yake alijiunga na jumuiya hivi na katika familia yake iliingia jumuiya hivi. Marehemu tangu 1987 mpaka mwisho wake alikuwa akisomesha shuleni katika Karachi. 1997 mpaka kifo chake Mwenyezi Mungu alimpatia nafasi marehemu kwamba alitoa huduma katika jumuiya. Mara mbili aliwahi kuwa sadr lajna. Aliteuliwa kuwa kiongozi wa eneo fulani. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu alikuwa musia pia. Ameacha mume wake Mahmud Ahmad Shah Saheb na watoto wa kiume wawili na mabinti wawili. Watoto wake wote wawili ni wabashiri wa jumuiya. Hafidh Sayyid Shahid Ahmad Saheb ambaye anatumikia jumuiya Nigeria, na mtoto wake mwingine Hafidh Sayyid Mashhud Ahmad Saheb anatumikia jumuiya katika Jamia Ahmadi ya UK. Hawakuweza kwenda Pakistan kwa ajili ya kushiriki katika jeneza ya mama yake. Hafidh Sayyid Mashhud Ahmad Saheb anasema kwamba wazazi wangu walitupatia nafasi ya kuhifadhi Qur'ani tukufu na kisha walituingiza katika Jamia Ahmadiyya. Mama alitanguliza dini juu ya dunia, na tangu utoto wetu alikuwa akitukumbusha kwamba tunalazimika kuitumikia jumuiya. Anasema nakumbuka kwamba tangu utoto wetu usiku alikuwa akisoma maombi na tulikuwa tukihifadhi, na alikuwa akisoma maombi ya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam aliyoandika kuhusu watoto wake, na alikuwa akisema kwamba kaka yako atakuwa mbashiri na wewe utahifadhi Qur'an tukufu, kwa hiyo utaenda Rabwa kwa ajili ya hii. Na baadaye Mwenyezi Mungu akifanya fadhila kwamba sisi sote ndugu tulihifadhi Qur'an tukufu. Huzur anasema kwa fadhila za Mwenyezi Mungu hawa wote wawili ndugu walihifadhi Qur'an tukufu na walisoma Jamia Ahmadiyya, na sasa wanatoa huduma za dini. Anasema huyu bwana kwamba tulipokuwa tukihifadhi Qur'an tukufu, mama yetu alikuwa akija kila mwezi kutoka Karachi, na wakati ule gari ya moshi ilikuwa si nzuri, hali gari moshi ilikuwa si nzuri. Alikuwa akija kule na alikuwa akisikia tuliohifadhi, na alikuwa akiosha
alikuwa akifua nguo zetu na alikuwa akitayarisha vitu vingine, kisha alikuwa akirudi na alikuwa akisomesha kule shuleni. Anasema nilikwenda hivi karibuni kule Pakistan alipokuwa mgonjwa. Huzuri anasema hakuweza kwenda kushiriki katika jeneza, lakini alipokuwa mgonjwa mama yake alienda kule. Kwa anasema nilipokwenda kule akasema kwamba mimi namuomba Mwenyezi Mungu kwamba Mola wangu, kwa ajili ya watoto wangu ambao ni wabashiri usinifanyie kuwa majaribio. Na sifa yake nyingine ilikuwa hii kwamba alikuwa akisaidia kutafuta wachumba kwa ajili ya vijana na wasichana. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu alikuwa akiwahurumia wanajumuiya wote. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, awajalie watoto wake kwamba waendeleze mema yake na wawe warithi wa maombi yake. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.